Leo nitakwenda kufundisha namna ya kutafuta mwanafunzi aliyeshindikana kabisa shuleni kwa kutumia formula rahisi kabisa ya AND function pamoja na if condition. Karibu katika channel ya TZ Excel na moja kwa moja tunaingia hapa kwenye multiple. Tunabonyeza equals to formula starter yetu. Tutasema and this one, hii hapa mtoro kama ni sawasawa na this one F4, nyingine reasons hii hapa F4, hiyo hapo kama ni sawasawa na hii hapa ya no permission F4, F4, alafu condition ya tatu ya absent kama ni sawasawa na absent hii hapa, bonyeza F4. Then tunataka nini? Ngoja tuone, tunabana, tunabonyeza okay. Inasema true, which means condition ya hapa awe mtoro, condition ya hapa awe no permission, condition ya hapa awe absent. Inaonyesha true. Ngoja tu drag kwa kwenda chini tuone kama inaleta true. Inasema false. Hizi zote ni false. Tukikopi mwanafunzi hizi pointi zote tukaja kumwekea na huyu hapa, inasema naye ni true, na wa mwisho inasema naye ni true. Tukamweka na Mona Lisa, inasema naye ni true, which means our formula is working. Sasa hawa wengine wote hapa tunataka tuwekee active. Hawa hawana shida. Active na huyu hapa, hawa hawana shida, hawa wote ni active. Hawa wengine watoro hawa ndo hawaeleweki shuleni. Kwa hiyo unaweza kutengeneza template ya kutrack mwanafunzi ambaye ni mtoro. Kila baada ya muda fulani au miezi kadhaa unamtrack. Sasa sisi hapa tutaki neno true au false, tunataka ituwekee neno chronic. Hili hapa tunataka ituwekee neno chronic. Sasa tunafanyaje? Ndani yake tuna double click kwenye formula, alafu mwanzoni mwa formula kabisa tunasema if mabano, hii formula yote hii condition yote tuliyoiweka, kama ni nini, value if true. Kama condition imekuwa met, tunataka value gani? Tunataka value hii hapa ya neno chronic. Tunabonyeza F4. Vinginevyo ifanyeje? Value if false. Tukiacha hivyo hivyo italeta neno false, lakini tunataka iache blank. Bonyeza control enter. Hapa imetuambia chronic, tuna drag mpaka huku chini. Yes, imetuletea blank kama ambavyo tumeiambia, lakini hapa inatuambia chronic ni hawa ambao tumeselect. Kwa nini? Kwa sababu wana sababu zote za mtoro, no permission pamoja na absent. Hivi ndivyo tunavyotafuta mwanafunzi chronic kabisa shuleni ambaye haeleweki. Ni mwanafunzi mtoro, muda mwingi anashinda nyumbani au anashinda magengeni huko. Kwa hiyo unaweza kutengeneza template ya kutrack wanafunzi wako wakiwa kwa style hii. Lakini kuna hii ya end ya multiple ambayo tunaweza kuitumia ikiwa na if. Sasa hii hapa kama ulivyoona hapa nimetumia kama mwanafunzi kwenye masomo fulani ameperform zaidi ya kiwango fulani, unaweza ukamwekea. Kwa hiyo hapa tutakachofanya, ngoja nifute hii hapa. Ambayo nilikuwa nishaweka. Tuje kwenye status hapa, tuseme equals to, tunasema and, tunaweka mabano. Logical ya kwanza tunataka civics, huyu mwanafunzi civics awe ameperform greater than condition hii hapa. Best mark tunayoweka physics ya civics tunataka awe ameperform zaidi ya 76. F4 tuna lock. Vile vile history awe ameperform zaidi ya 76. Vile vile history iwe greater than hii hapa na lock. And again geography awe ameperform greater than hiyo the same one 76, na neno Kiswahili au ameperform greater than
76 F4, alafu then tunabana, nabonyeza enter, inasema false. Huyu mwanafunzi ni kweli civics history ana zaidi ya 76, lakini kwenye geography ana 75, which means vigezo vyake havimsaidii ila kusema havifikii, vigezo havifikii. Kwa hiyo wengine wote hawa ni false, hakuna aliyepata zaidi hapo. Ukitaka kujua zaidi unaweza kupunguza hizi marks ukaweka labda 72. Sema 72 wa kwanza inasema true. Kwa nini? Kwa sababu na 82, 92, 75, 85. Yes, kama hivyo. Maana somo tuliloweka mwisho hapa ni Kiswahili. Huyu amemiti zote. Huku chini aliyemiti mwingine hayupo. Labda ukitaka kumweka unaweza ukachukua marks hizi ukakopia wanafunzi kadhaa. Control copy. Kamwekea na huyu, kumwekea tu hapa inasema naye ni true. Mwekea na huyu inasema naye ni true. Control undo, copy, na huyu imesema ni true, na huyu imesema ni true. Tuna save. Baada ya hapo sasa tunakwenda kwenye neno letu. Tunasema if this condition is true, hiyo the whole bunch of that condition is true. Tunataka nini? If true tunasema ilete best. F4, otherwise tunaiambia leave blank. Otherwise leave blank. Control enter, then we double click. Kama ulivyoona imeweka wale ambao ni best, imeweka best, wale ambao ni worst imewaacha. Lakini unaweza ukipunguza zaidi hapa ukasema labda waliopata zaidi angalau 50, kibonyeza hivi unaona wanaongezeka kwenye yale masomo matatu. Kwa hiyo kiufupi hivi ndivyo ambavyo tunaweka vigezo na masharti kwa mwanafunzi ambaye tunataka kujua ameperform masomo mangapi kuanzia ngapi. Lakini kikubwa zaidi ni namna ya kujua mtoro sugu au mwanafunzi ambaye ni chronic shuleni, na kumfuatilia imekuwa kazi ngumu sana. Baada ya kufundisha hivyo ni watakie kila heri. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel tutorials. Tutakuwa tunapost video mara kwa mara. Usikose kusubscribe. Kama una mawazo basi una mchango wote au una maswali usikose kucomment hapo kwenye comments za wengine ili uweze kujua na kufahamu mambo mbalimbali, na nitakuwa mstari wa mbele kabisa kujibu comments zenu. Kwa wale ambao mtahitaji kujua zaidi, tuweka comment yako basi nitaijibu kwa wakati. Asante sana na nitaona wakati mwingine.